kitendo kile cha Pentekoste ndio kiliwaingiza ndani. Kitendo cha Pentekoste kiliwaingiza wanafunzi ndani yake. Angalia walivyozaa wao. Wanatenda miujiza. Petro anatembea, watu wanaweka foleni, wagonjwa kivuni kipite wapone. Angalia uzazi, angalia kilichozaliwa pale, kwa sababu wamekaa, wameingia ndani yake. Haleluya, amen. Baada ya wao kuingia ndani yake, angalia matunda yaliyotokea. Leo matunda yale hayapo kwa sababu watu kwa hiyo Martin wakamtelezea figisu. Lakini mpaka saa hizi bado tumepata kusikia habari za wokovu, na hatujasikia ilivyopasa kama vile mwanzo. Ndio saa hizi tunajaribu kuelezana na kuhubiriana, na hapo wale watu ambao wanaohusika wa Pentekoste wanakataa. Lakini ingawa vimeandikwa, unamuuliza Pentekoste, wewe unakataa nini? Kwani imeandikwa au hichi ninachohubiri hapa nimetunga au kimeandikwa? Haleluya. Wewe Pentekoste unakataa kwamba wewe unatakiwa uvae Yesu. Ulisikia kwanza hiyo? Alafu umevaa. Hiyo ni neno liko muda. Tangu Biblia imeandikwa hilo liko. Kuna kumvaa Yesu. Ninaye Yesu ndani. Sawa, unaye Yesu ndani. Umevaa sijui namna kwa. Biblia inasema ukibatizwa katika yeye umemvaa. Umebatizwa katika yeye au umebatizwa katika maji ya Yohana? Mimi nimebatizwa katika maji ya Yohana. Maji ya Yohana, ukisoma Matendo ya Mitume anakuambia Apolo alikuwa ni mtu anajua sana hiyo maji ya Yohana. Yaani ubatizo huo humtoi. Biblia inasema alikuwa anafundisha kwa usahihi. Sio kwa kubabaisha huyo jamaa. Alivyokuwa hodari. Akisimama tu kwa habari ya ubatizo wa maji mengi ya Yohana, huyo jamaa anawatoa watu wote mnaowasikia walimu wa Tanzania, anawatoa kwa sababu anajua maandiko na ufundishaji kwa usahihi. Haleluya. Lakini huyo Apolo uzuri wake ni kama ni mnyenyekevu sana. Hayuko kama watu wa leo. Watu wa leo wakisikia tu hii hatujawahi kusikia, hii haiko kwetu, haiko kwetu. Hii sio imani yetu. Wewe kumbe na imani yako. Unaona? Kwa hiyo anakataa. Apolo baada ya kuhubiri kwa usahihi hilo analolijua yeye habari ya ubatizo wa Yohana, wakatoka kwenye kusanyiko lao, akatokea huyo Priscilla. Hao ni washirika. Wakamwambia brother, bwana karibu tukupe ngao glasi ya maji hapa nyumbani. Soma basi hapo. Basi Myahudi mmoja jina lake Apolo. Myahudi mmoja jina lake Apolo. Mzaliwa wa Samaria. Okay. Mtu wa elimu. Okay. Mtu wa elimu. Naye alikuwa hodari katika maandiko. Naye alikuwa hodari katika maandiko. Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana. Na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka. Okay. Alianza kunena na kufundisha kwa usahihi. Anafundisha kwa usahihi habari za Yesu. Naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Basi hapo mali. Na alifundisha kwa usahihi, lakini alijua ubatizo wa Yohana tu. Maskini huyu mhudumu. Alikuwa hodari. Mtu wa elimu. Anafundisha kwa usahihi, lakini alijua ubatizo wa Yohana. Endelea. Alafu baadaye watu wakamfanyaje? Akaanza kunena kwa ujasiri. Okay. Katika sinagogi. Okay. Hata Priscilla na Akila walipomsikia wakamchukua kwao. Wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Basi natosha. Yaani hawa jamani, mimi naongea na nyinyi washirika. Huyu jamaa ni mwenye elimu. Alifundisha kwa usahihi, lakini kwa bahati huyu alijua ubatizo wa Yohana tu, jamani wapenzi. Amen. Akachukuliwa na washirika wakamkaribisha glasi ya chai, yani chai ya juisi nyumbani kwao.
naomba na wewe ufanye hivyo. Mkaribishe mtu hata kama ni glasi ya maji, lakini mkaribishe ili mwenye kwenye usahihi zaidi. Amen. Haleluya. Kwa sababu haya tunaongea ndio tunapigia kelele, tunachukulia muda wote, na watu wanashindwa, wanakuwa ni wagumu kuelewa, kwa sababu wameyafahamu maandiko kama ni haya ya ubatizo nyingine hizo. Sisi tunaeleza habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu na moto. Kuna watu wanaelewa kwa usahihi habari ya ubatizo wa maji mengi kwa usahihi, na wanafundisha kwa usahihi, hiyo tunakubaliana, lakini waje kwenye usahihi sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo sasa hiyo ya usahihi zaidi ya kwetu sasa ndio inabeba mambo. Hiyo ya usahihi ndio inabeba mambo. Maana ubatizo huo ndio utakuwezesha wewe kuingia ndani ya Yesu. Ukishaingia ndani ya Yesu, utakuwa unaishi, unatembea na unakuwa na uhai wako huko ndani. Maana mauti huko hayawezi kukutana na wewe. Utakutana na wewe wapi? Wewe uko ndani ya Yesu. Haleluya. Na katika kitabu cha Ufunuo Yesu alisema mimi nilikuwa nimekufa na sasa niko hai si tena. Na wewe ndio uko ndani yake. Haleluya. Amen. Sasa kwa ajili hii, kwa sisi kukosa haya ya usahihi, ndio Biblia inatuambia katika Mithali 10:21 kwamba wapumbavu wanakufa kwa sababu hawana akili. Kumbe walitakiwa kujua nini ili kusudi washinde hiyo? Kuna vitu walitakiwa kuvijua ili wapate ushindi juu ya magonjwa, juu ya mauti, juu ya umaskini na vitu vingine vinavyofuatana. Kukosa kuvijua hivyo vitu, sasa tunashambuliwa na Ibilisi, kwa maana anajua sisi hatujui. Haleluya. Amen. Kumbuka sasa, ukishaingia huko ndani ya Yesu umeingia. Kwa hiyo Yesu aliingia ndani yako wakati ulipomkiri kuwa ni Bwana na Mwokozi. Wewe ukaingia sasa ndani yake, ukawa na Yesu ndani na nje, kama safina ya Nuhu, mpaka lami ndani na nje. Ile safina ni kielelezo cha kazi ambayo anaifanya Yesu kwetu. Huyo Yesu akishatufanyia hivyo, tukawa naye ndani na nje, wewe mtu atakutafutia wapi? Ibilisi atakutafuta wapi? Atakuonea wapi? Maana kila akiangalia nje Yesu, akaangalia ndani Yesu. Yule mtu ambaye tulikuwa tunamjia kwa sura ya kwanza ya hapa duniani, na mtafuta hapa simama na mwangalia simuoni, kumbe ameshabadilika sura, kwa sababu anayeonekana sasa ni Yesu. Haleluya. Kinachoonekana ni Yesu. Na kukosa maarifa hayo tunayoongea sasa hivi, hata zile mamlaka ambazo tuliachiwa sasa, inaonekana hatuzipokei. Utazipokea kivipi? Amesema niwapeni mamlaka duniani na mbinguni. Wewe ni nani unapewa mamlaka duniani na mbinguni? Who do you think you are? Biblia inasema kwamba nawapeni mamlaka duniani na mbinguni. Mtakachofunga kimefungwa, mkifungua kimefunguliwa. Wewe ni nani kwani? Haleluya. Lazima ujijue wewe ni nani na umekabidhiwa mamlaka hizo kwa ajili ni nini. Wewe kimekuidhinishia kupata hizo mamlaka. Lazima utambue kwa ajili hii mimi nimepewa, ndio maana mimi nikapewa mamlaka. Kwa ajili hii labda nimezaliwa kwenye ukoo wa kiufalme, ndio maana. Nimezaliwa kwenye nyumba ya rais, ndio maana. Nimezaliwa kwenye nini, ndio maana. Ujue kwamba mimi nimefanyika hiki, kimefanyika kwa sababu hii. Usiseme tu nimepewa mamlaka duniani na mbinguni. Umepewa mamlaka duniani na mbinguni, wewe unajielewa wewe ni nani? Umekwaje wewe unapewa mamlaka? Biblia inasema kwamba mmeambiwa kwamba wewe kuwasamehe watu dhambi wamesamehewa. Haijapo mtu aliua watu wangapi, lakini akija kukupigia magoti basi unamwambia nimemsamehe. Ndio. Bwana haulizi maswali. Mungu hata uliza maswali, kwa sababu anajua alikupa hiyo mamlaka.
Sasa wewe uliopewa hiyo mamlaka inabidi ujijue wewe umezaliwa nyumba ipi, umezaliwa katika ukoo upi, umekuwa kwaje mpaka wewe unapewa hizo mamlaka. Lazima uwe na base. Usipokuwa na base, shetani anajua wewe mamlaka unaongea tu kwa mdomo. Maana akikuuliza jitambulishe. Shetani anakutia leta jitambulishe. Wewe nani? Wale walikuwa wanafukuza. Pepo kwa jina la Yesu aliohubiriwa na wewe tunakuamuru. Ambia mwili wa Luka, sisi tunawajua. Nini wamuhusiana na hiyo jina? Haleluya. Kwa hiyo ni muhimu ujue kwamba wewe mpaka umepewa mamlaka hizo, wewe ni nani? Umezaliwa labda kwenye ukoo gani? Umezaliwa na baba na mama yupi? Umekuaje mpaka wewe unapewa mamlaka hizo za duniani na mbinguni? Ndio maana tunajaribu kufunga maharusi mengi unafunga hapa. Hayafungiki kwa sababu unatakiwa ufunge kwa mamlaka. Usamehe dhambi kwa mamlaka. Ufunge mandoa hayo kwa mamlaka. Na kama hujafahamu vizuri, na maana kwamba utakuwa unafanya hilo feki. Haleluya. Kwa hiyo tunahitaji vitu vingi ambavyo tunahitaji kuvifahamu vya kutuokoa sisi, kutuponya sisi wenyewe na kuokoa ulimwengu. Kwa hiyo kila tunachokihubiri kinatakiwa kijulikane tunahubiri nini. Petro wakati wameshukiwa na hizo nguvu, alisimama tu na watu 3,000 wakaokoka. Yaani ile kuongea tu Petro. Asubuhi hii mmetuona hatujalewa. Imekuwa hiki na hiki na hiki. Hatujalewa. Watu 3,000 wakaokoka. Saa hizi mpaka tunaenda kwenye mitandao tunatafuta watu kuokoka na hawaokoki. Wanasikia tu, lakini kuokoka wanasikia, wanajaribu kuangalia, wanalinganisha, walimsikia nani, wakamsikia na Moshe, lakini okokeni kwa sababu hakuna ile nguvu. Maana maneno yanatakiwa yatoke na nguvu ya kuwavuta tu. Watu walitaka wakamwambia tufanyeje sasa bwana, tupate nasikia. Tufanyeje? Akamwambia okokeni. Haya basi tunaokoka. Saa hizi tunahubiri, tunabembelezea watu kwa Mungu, wanasema hamna hii shit. Kwa sababu lile neno unalotoa, kwani yeye Petro alieleza nini zaidi? Alisema jamani, msituone hivi asubuhi hii kwamba hatujalewa, ila yule ambaye mlimtesa nyie, mkamuua, mkanini, mkazini, ni yeye ndio ametupa kipawa hiki ambacho saa hizi tunakiongea na hivi, na maana watu mkatubu kwa sababu mlimuua maana wa Mungu na hivi na hivi. Hiyo simple tu maneno. Lakini watu wakitaka wakaokoka. Haleluya. Saa hizi tunajaribu kuhubiri, inashindikana, wanaenda kutafuta msaada kutoka kuzimu. Wanaenda kutafuta msaada. Sangoma ndio nisaidia hapo. Naongea na hawa watu, nisaidie waje kanisani. Sangoma nisaidie kuwaleta wale kanisani. Watu wanafanya hii kazi na Sangoma. Kama maandiko yanavyosema hapo. Wokovu hauwezi kuwa mgumu. Maana ile sauti inayotoka ni neno la wokovu linalotoka. Linakwenda, linaondoa giza na kuweka nuru mbele za watu. Haleluya. Kwa hiyo tuone kwamba kanisa liko kwenye hali ngumu, lakini tuendelee kuamini kwamba Bwana alivyosema vilivyoibiwa kwenye kanisa la kwanza na wale waharibifu, yeye sasa anafanya kuvirejesha. Atavirejesha hatua kwa hatua. Ataondoa na madumadu, malizia pale mshafikia madumadu, alafu unakuja parare, unakuja tunutu, unakuja nzige. Yote anarejesha. Ni sisi kwa sasa waangalifu. Haleluya. Kwa hiyo wakati huu tunapoongea habari hizi, wakati tunaongea habari za kukaa ndani ya mbawa za Bwana Yesu. Kumbuka huyu kuku anaongelewa hapa kwamba nilitaka niwafunike kama kuku anavyofunika vifaranga. Huyo ni Yesu anaongea. Anatamani kutufunika, lakini anasema watu wanakataa. Ujumbe huu tunaoongea kwa watu wanakataa. Hata unaonekana ni wa faida kwao, lakini wanakataa. Sasa kumbe wewe unataka nini? Ukisoma yale maandiko yanasema mwanadamu anazaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, ni 70,
na akiwa na nguvu 80. Watu wanakamata hilo kweli kweli. Haleluya. Lakini wanakamata aliyosema haya ni nani? Ni Yesu huyo. Nani alisema haya? Watu hawamjui Yesu kaongea wasaa ngapi na nani mwingine kaongea. Hiyo Yesu hasemi kitu kama hicho, kwamba alizaliwa na mwanamke siku zake za kuishi si nyingi, ni 70 na kisasa. Huyo ni mtu amepigwa na yeye kwa alipigwa na vya kwake. Sio Yesu ameongea haya. Yesu anasema mimi nimekuja kuleta uzima kisha mwe nao tena. Amen. Ndio hapa nakwambia katika nilitaka kukufunika wewe kama kuko na kufunika kifaranga ili uwe salama, lakini umekataa. Kwa hiyo mimi nafanya. Kwa mfano ningekubali akanifunika mimi kama kifaranga, ndani yake nikawa naishi na kutembea na kuwa na uhai. Hiyo 70 nitakuwa na hesabu 70 hapo. Ongea habari ya 70. Haleluya. Amen. Aliyeshindwa aliyopata changamoto ya kupigwa ndio alisema 70. Lakini Yesu asema 70. Yesu anasema nimekuja kuleta uzima kisha mwe nao tena. Anakuja kuondoa kwa kutupa wake mkapona. Kwa umaskini wake ukawa matajiri. Anajieleza. Lakini hao wengine wanaeleza kwa sababu ya shida zao. Haleluya. Kwa hiyo tumwombe Mungu atusaidie tuweze kuwa na ufahamu sasa na kusikia. Tukisoma maandiko, nani hapa anaongea? Ukisoma Zaburi aliandika nani? Ili uelewe vizuri. Huyo aliandika Zaburi. Katika Zaburi aliyoandika hapa 82:6 kwamba nimesema ninyi ndini miungu na wana aliye juu mliojiliwa na hili. Huyo alisema alikuwa nani? Daudi. Lakini Yesu alipokuja akathibitisha katika Yohana sura ya 10 kwamba kama ilivyoandikwa na neno halitanguki ndivyo ilivyo na maana. Yaani jamani wapenzi. Amen. Lakini leo nani utamsikia na mtu kusema mimi ni Mungu? Wakinaangalia hilo neno linapita tu. Lakini huko anasema nimepewa mamlaka duniani na mbinguni. Nitaondolea watu dhambi na kufunga ndoa. Wewe unafunga ndoa kama nani? Unamsamehe mtu dhambi kama nani? Haleluya. Amen. Kwa hiyo lazima uweze kujua mpaka kuandikwa hivyo. Na Yesu akaja kathibitisha, jamani, kama ilivyoandikwa na Daudi aliandika hiyo, na neno halitanguki, ina maana ndivyo ilivyo. Ndivyo ilivyo kwa sababu mimi nilipokuwa nimekuficha ndani yangu, ina maana mahali popote ninapoenda nina wewe. Unaishi kwangu, unatembea kwangu, na nimekufunika ndani na nje. Kwa hiyo mahali nilipo na wewe huko. Amen. Ni nini sasa kitashindikana? Na shetani anajua kwamba unaye ndani, unaye nje. Funguo za ufalme amekuagiza. Anakusubiria tu wewe. Haleluya. Amen. Kwamba hizo funguo unaweza kuzitumia. Na ukabili funguo za ufalme. Unaweza kutumia hizo funguo. Wapi unatumia hizo funguo? Kwa hiyo unatumia hizo funguo with full authority. Yaani hakuna ni kwa mamlaka zote unatumia, kwa sababu Bwana harudi nyuma kwako. Sasa wewe imani yako na ufahamu wako ndio utakuwezesha kutumia hizo funguo kama jinsi ulivyopewa. Haleluya. Hakuna kitakachoshindikana kwako kwa staili hii, hakuna. Yote Bwana amekukabidhi. Anakuangalia tu. Unasemaje mwanangu wako? Katika hili unasemaje? Katika hili unasemaje? Haleluya. Amen. Watu wa Mungu wapate ufahamu. Tuombeni watu wa Mungu wapate ufahamu jamani. Ili kusudi imani hii tunayoendea iweze kutupa matunda. Tusiende tu kwa mdomo kwa kukiri, lakini tuweze kupata faida yake tuione. Kwa hiyo sasa ulimwengu mzima habari hizi wengi hawajui.
zinatusubiri sisi ambao tuliosikia, tutembee nazo. Kweli hatusemi kwamba watu wengi hawajui, wengine wanajua vitu vingine, lakini kuwaweka kwenye usahihi zaidi, na maana hili lazima lisikie. Haleluya, amen. Ndio Pentekoste ambayo tunayosubiri kumaadhimisha, lakini natakia Pentekoste hiyo yaanze kwetu, haisubiri wakati ule, lakini wakati wote, yani Bwana apate kuja na kutupa sisi zile nguvu ambazo alisema katika Matendo ya Mitume sura ya kwanza 8, kwamba mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu. Mahali panapoleta shida kwa kweli ni hapo. Bwana akisema akisha kuja juu yenu, sio ndani. Watu hawatofautishi kati ya juu na ndani. Mtapokea nguvu akisha kuja juu yenu. Haleluya. Na hata ule uwezo ambao umeandikwa katika Luka ni kwamba mtavikwa uwezo. Mtavikwa. Kuvika unavika nje, sio uviki ndani. Sasa ufahamu hapo. Haleluya. Unahitaji akili zilizozoezwa kupambana. Kama akili zetu zimelala, ina maana tuactivate. Kuactivate ina Kiswahili. Kuzishtua ina maana. Ili kusudi zianze kufanya kazi na mtu awazi jinsi zinavyotakikana. Sio tunataka katika mawazo ile ya zamani na kuwaza vitu ambavyo ukiwaza hiki nakwambia haiwezekani. Ukiwaza hiki haiwezekani. Hiyo haiwezekani kwa sababu wewe una roho ya kutokuamini ambayo inatakiwa hiyo iondolewe ili upate kukubaliana na Mungu. Mungu akiongea hivi unaona haiwezekani. Akiongea hivi unaona haiwezekani. Sasa haiwezekani, bibi aliongea ni Mungu. Wewe unasemaje? Yani natamani nitembee barabarani mchana na usiku, niongee tu kama mwendawazimu fulani. Ili watu wakukaribisha hawakukaribishi, kwa sababu hawatakubaliana na wewe. Lakini unatakiwa uingie tu mahali. Unaona, kama mvamizi fulani. Wakikupa nafasi unaongea hivyo. Na hapo ndipo walifanya kazi akina Petro, akina Paulo. Walikuwa wanaingia tu kwenye masinagogi ya watu. Wakipewa nafasi wanaliongea. Haleluya. Na sisi tunatakiwa tuende hivyo. Kwa nafasi unaliongea. Kwa sababu hakuna mtu, kwa sababu kizazi kimekuwa ni cha kutokuamini, hakiwezi kukukaribisha kwa maneno kama haya. Maana maneno haya yalikimbiza watu. Yesu alipoanza kusema tu kwamba mwili wangu ni chakula kipande kutoka juu, mtakila hapi. Wakasema maneno haya yametushinda, tuondoke mzee. Lakini maneno yale yako kwenye Biblia mpaka leo. Yesu anazungumza hivyo mpaka leo. Sasa nawauliza Wakristo waliopo, nyinyi mmebaki kuwa ni Wakristo na maneno hayo pamoja mmeyakubali, au mngelitakiwa mwe mmeshakimbia? Kitu gani nyinyi kimewaweka? Maybe hamuelewi hata kilichoweka wala ambacho tulichosema hamkielewi. Kwa sababu walioelewa walikimbia kwamba sisi imetushinda. Nyinyi mmebaki hapa, mmebaki kwa sababu mmekubali au? Haleluya. Inawezekana sisi ndio wabovu kuliko wale waliokimbia. Waliokimbia walielewa kwamba jamani, maneno haya hatuyawezi. Kwa hiyo tumwacheni na maneno yake, si tuondoke. Sasa sisi tumebaki na maneno yako vile vile. Kwa hiyo na maana tumekubaliana. Sasa kama tumekubaliana, mbona tunahubiri watu wanaleta za kuleta? Ukianza kuhubiri hivyo sasa tayari unapata upinzani. Sisi. Sasa sisi acheni Ukristo. Wenzenu walikimbia. Baada ya kuona kama hayawezi wakaondoka. Nyinyi mmebaki hapa na maneno yako hapa hayajafutika. Sasa mmebaki mmeelewa au mmekubaliana naye au? Kwa hiyo inaonekana hatujaelewa chochote, ndio maana hatujaamua kubaki wala kuondoka. Maana hatuelewi. Utaondoka umeelewa nini? Kwa hiyo unaamua kubaki. Nitakuuliza wewe, umebaki ili leo umelikubali? Hapana. Sasa umebaki vipi? Wenzako walipokataa waliondoka. Ndio kwa nini umebaki? Ina maana huelewi
Unachokielewa wale huelewi. Sasa hiyo ni mbaya zaidi. Huelewi hata jema wala tu huelewi. Haleluya. Amen. Kwa hiyo tutaendelea, yani nimesema kwamba Pentecoste, kitendo ya Pentecoste kinaleta mambo mengi. Katika mambo haya moja hapo ndio hii. Kwamba wewe uingie ndani, umchukue Yesu kuwa vazi lako. Yesu akiwa vazi lako, na maana wewe umeingia ndani yake. Wakati umeingia ndani yake, yeye awali alishaingia ndani yako katika ile toba na ulipomkiri Mungu. Kwa hiyo kama sehemu zote mbili wewe umeingia ndani yake na yeye alikuwa ameingia ndani yako tangu awali ulipomkiri, tayari umekuwa Yesu ndani na nje. Amen. Tayari Mwanzo 6 mfano wake, safina imepakwa lami ndani na nje. Haleluya. Amen. Yohana 15 kusoma pale anasema nyinyi ni matawi na yeye ni mzabibu. Tawi linatakikana likae ndani ya mzabibu ili liweze kuzaa. Kwa hiyo na maana kwa stadi hili itakuwa limekusaidia kukaa ndani yake na sasa unategemea ni kuzaa tu matunda. Amen. Kwa hiyo ingia kwenye zoezi. Wewe usimwambie wewe ndio unatazaa. Ingia kwenye mazoezi, ingia kazini. Alafu uone matunda utakapo nadhani ya namna gani. Haleluya. Hili pia litakuwezesha kula mwili wa Yesu. Yohana 6 kuanzia 48 na kuendelea mpaka 50. Kula mwili wa Yesu kwa mfano wa ile kutoka kule 12 Agano la Kale. Kwa hiyo kila kitu ambacho tunajaribu kufanya katika ile Agano Jipya lina kielelezo chake katika Agano la Kale. Watu bila kujua hawajaula mwili wa Yesu kama anavyosema Yohana Yesu. Pamoja na kusoma hiyo kutoka 12. Haleluya. Amen. Lakini pia kujua kwamba hili ndilo litakalokuwezesha kurudi kwenda kula kwenye mti wa uzima. Maana kitabu cha Ufunuo kinasema yule ashindaye, ni kwenye kanisa gani ile? Kwenye yale makanisa 7. Anasema yule ashindaye atapewa kula matunda. Soma hiyo. Haleluya. Yeye ashindaye nitampa kula matunda ya mti wa uzima ulio katika bustani ya Mungu. Kumbuka hapa Adam alikuwa anakula matunda haya na mkeo. Alikuwa anakula matunda kwenye huo mti. Alipokosa wakaondolewa, wakafukuzwa wasile matunda yale. Na ule mti ukazungushiwa makerubi yenye upanga wa moto ili asipite mti yote kula pale. Haleluya. Kwa hiyo mti huo mpaka leo una makerubi yamebeba upanga wa moto yanazunguka kulinda mtu asipende kwenda kula. Maana ukila pale kinachoonekana ni uzima kupatikana kwako. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo huo mtu unalindwa. Lakini hapa Biblia inasema katika walio kanisani hapa, yule ashindaye atapewa kwenda kula pale pamoja na makerubi na upanga zao za moto. Lakini wewe utapewa, wewe unataka kulaje hapa? Yale makerubi sio kama wataondoka. Maana akiondoka watakwenda kula wezi, watakula na wachawi, watakula na watu wengine. Na ukila hapo ni kwamba wewe ni wa uzima tu, hata kama ni mwizi. Haleluya. Kwa hiyo yale makerubi hataondoka yenye kulinda pale. Lakini ashindaye kanisani atapewa kwenda kula pale pamoja na makerubi ya upanga wa moto. Haleluya. Hiyo uwezo huo wa kupenya kwenda kula pale ina maana wakati wao utakapokuwa umepotea huo ubatizo wa ndimi kama ndimi za moto, na pale ni moto, panga za makerubi ya moto. Kwani moto na moto zina shida gani?
wewe umepata kufunikwa na moto na makerubi pale yanazunguka na panga za moto, kwa sababu wewe sasa wewe ni moto na kule ni moto kwa moto same ngoma droye moto kwa moto, makerubi yanapanga za moto na wewe huko una moto. Hayo unapenda tu unaenda kula hapashi. Lakini mtu mwingine yeyote ambaye hana huo ubatu wa moto hawezi kupenda kula pale. Hawezi. Kwa sababu huyo atangojea zile siku zake 70. Miaka yake 70. Na maana wewe ungeandika miaka 70. Ukipewa nafasi ya kwenda kula pale, na maana 70 na kufika, wewe unaendelea kuishi. Kwa sababu nakula mzima wa kuendelea. Haleluya. Naomba hilo tulizingatie, tulitilie mkazo kwa penzi, tulitilie mkazo. Tulizingatie.